Natumai wewe ni mzima wa afya na unaendelea vyema kabisa na yale unayoendelea nayo. Mara nyingine tunakutana tena kuzungumza mambo mawili matatu ambayo yanajiri hasa katika mzozo unaoendelea Mashariki ya Kati, unaozidi kutambaa na kufika mbali. Marekani imeendelea kuwaita raia wake waondoke wote waliopo Mashariki ya Kati, huku nchi kama Hispania na nchi zingine za Ulaya na zenyewe zikiagiza raia wake waondoke. Machungu ya vita yanazidi kwenda mbali zaidi. Nilizungumza kuhusu Ulaya kukutana na ile hatma yao ngumu ya kupanda kwa nishati. Naona wameanza kuzungumza jana kule Ubelgiji kuwa vipi tunaweza tukazungumza na Urusi kuhusu nishati, kwa sababu Qatar amekata usambazaji wa gesi, kitu ambacho kinawaumiza kweli kweli. Wanafikiria kurudi tena kuzungumza na Urusi ili aweze kwa msambazaji upya wa gesi tena. Unadhani kurudi kwa Urusi kunamuumiza nani? Qatar peke yake? Biashara ya Qatar ya gesi ni ya nani? Sio Marekani? Yuko tayari au aendelee kukata mkono wake kwa sababu ya kumkinga kijana wake? Machungu ya maisha yameanza kwetu pia. Leo tarehe 4 mafuta yamepanda. Petroli hapa kwetu imepanda takriban shilingi 158 ukilinganisha na bei iliyokuwepo mwezi uliopita. Diesel ni kati ya 76. Sasa kule Kigoma watanunua mpaka 3000 kwa lita. Hii hali sio kwamba ni ya hivi, kwa sababu tuna wakati tuliwahi kufika hii bei kipindi cha mzozo umekolea wa Urusi na Ukraine. Tuliwahi kufika na tukaenda juu zaidi kidogo. Lakini mara hii tunaweza tukaenda juu zaidi ya pale, kwa sababu vyovyote itavyokuwa uagizaji wa mafuta kwetu ni ule wa wiki. Sasa takriban tunamaliza wiki kwenye huu mzozo. Tutarajie kuwa mwezi ujao na miezi miwili ijayo bei ya mafuta inaweza ikazidi kwenda juu, kwa sababu soko la dunia lenyewe limetikisika kweli kweli. Hiyo ni upande mmoja nimekuwa nikiangazia. Ukiangalia yanayoendelea, Rais Donald Trump amesema kuwa takriban wameharibu uwezo mkubwa wa anga wa Irani, zile launchers na nini ambazo wamezimaliza sana. Lakini kuna wakati inakuwa inaenda kama vile tofauti na anachokizungumza Donald Trump, kwa sababu tunaona Irani still wanarusha makombora, yanafika katika maeneo mbalimbali. Lakini nje hapo naona vita ya drone imekuwa kubwa. Jana wameshambulia ubalozi wa Marekani pia kule tena Saudi Arabia, na wakashambulia pale Dubai. Lakini wamefanya mashambulizi ya makombora pia upande wa pili wa Israel, Tel Aviv na Jerusalem na katikati ya Israeli. Sambamba na hilo, Israel imefanya mashambulizi makubwa Beirut, kwa sababu unajua Beirut waliingia, Hezbollah waliingia kwenye mzozo moja kwa moja. Kwa kuna mashambulizi yamepiga Beirut, lakini si Beirut tu peke yake, wamefanya mashambulizi mengi upande wa pili wa Irani. Mifumo mingi ya ulinzi wa anga ya Irani imekwisha kuharibiwa kwa mujibu wa Donald Trump. Ni kama vile wanavyosema Irani kuwa strategy yao imekuwa kulenga kambi za kijeshi za Marekani za pembeni ili kufifisha uwezo wa adui ili waweze kukabiliana moja kwa moja na adui waliomzoea. Jinsi vyombo vya habari vya Irani vilivyoandika kuwa wamekuwa wakideal zaidi na kambi za Marekani za kijeshi kwanza kabla ya kuanza kukabiliana kwa mashambulizi makali na Israeli ili waweze kupunguza uwezo wa pembeni. Ndio wanavyoandika. Muda utatupa majibu. IRGC wanasema kuwa hivi sasa wana control kamili 100% mfereji wa Hormuz na wanazuia meli yoyote kupita hapo. Lakini kabla, Donald Trump amezungumza kuwa Marekani akiagiza makampuni makubwa ya uwekezaji kufanya uwekezaji mkubwa kwenye makampuni ya bima ambayo waweze kuruhusu meli za kibiashara ziweze kutembea kwenye mfereji wa Hormuz. Na wakati huo Donald Trump amesema kuwa anaangalia uwezekano wa kutumia meli za Kimarekani kusindikiza meli ambazo zinatakiwa kuvuka kuingia Hormuz na kutoka. Nadhani ni kitu anachokiwaza, lakini ni kigumu kutekelezeka, kwa sababu Urusi alishawahi kufanya hivyo kwenye Bahari Nyeusi wakati ule wa kuzuia nafaka haitoki wala hakuna meli inaingia, na kilichotokea wakati huo unaona kuwa hapakuwa na njia yoyote mpaka baadaye walipofika kwenye makubaliano kuwa tunazuia au tunakubaliana kwenye meza, ndio waliweza. Sasa ukilinganisha mfereji mkubwa wa Bahari Nyeusi kama Urusi aliweza kudhibiti na meli za kibiashara zikagoma kuingia, kwa sababu meli za kibiashara zilikuwa zinahofia kulipuliwa.
ukiingia tutakulipua. Sasa wengi wamiliki wa meli wakagoma, hata kama makampuni ya bima yanaweza yakakubali kutoa, lakini sioni kama wenye meli wako tayari kuangamiza meli zao. Lakini kikubwa zaidi hapa, kampuni za bima, kampuni gani itakuwa na riski kuwa tunajua kuwa pale tutashambuliwa au meli itashambuliwa? Yani manake kampuni za bima zifanye biashara ya hasara, labda zinatoa ruzuku ndio ziamue kufanya hivyo, lakini ni vigumu sana makampuni ya bima kutekeleza amri ya Trump kuwa lazima waweke dhamana. Na hata Trump anavyosema kuwa jeshi la majini la Marekani lina uwezo wa kucontrol hizo meli, nayo ni hadithi ambayo kuwa haiwezekani, kwa sababu IRGC wanaweza kufanya mashambulizi hata ya mbali tu kuangamiza. Ni kitu ambacho itakuwa kama umewapeleka wanajeshi wako machinjioni ukawamalize. Mashindano ya kauli yanaendelea. Marco Rubio jana akiongea na waandishi wa habari amerudia kile alichokisema wakati wa mzozo wa Urusi. Unakumbuka wakati Donald Trump ameleta mapendekezo ya kumaliza vita kati ya Urusi na Ukraine, vile vifungu 21. Maseneta walihoji kwa nini vifungu karibu vyote vinatekeleza maagizo ya Kremlin. Yaani yale aliyoyasema Urusi ndiyo yanatekelezwa kwenye hivi vifungu 21. Wakati huo Trump anasema kuwa haya ni maagizo, au anasema haya ni mapendekezo walioyaandika White House. Marco Rubio alivyozungumza na maseneta aliwaambia kuwa haya ni maagizo kutoka Moscow. Haya ni maagizo kutoka Moscow, kabla ya kuikanusha kauli yake, sababu maseneta walisema baadaye kuwa Wizara ya Mambo ya Nje imetuhakikishia kuwa hivi vyote vinavyozungumzwa sio kweli kuwa haya yameandikwa na White House. Haya ni mapendekezo yaliyotoka Moscow. Trump akikanusha, Marco Rubio akisema hivyo, na baadaye Marco Rubio akarudi upande wa Trump akasema kuwa hakusema vile, akakanusha kuwa alisema vile. Jana alivyoongea na wanahabari amerudia kauli zile zile ambazo zinagongana na bosi wake, kauli zile zile. Achana na kauli aliyoitoa JD Vance mwaka jana wakati kabla ya 12 days war kuhusu mzozo huu. Alisema kuwa hatuwezi tukaingia vitani na Irani kwa sababu vita ni hasara sana, tutatumia equipment nyingi, hasara, kila kitu, wanajeshi, kazi kubwa sana, pesa nyingi tutaweza kutumia na hatuna sababu ya kufanya hivyo. Huyo ni JD Vance. JD Vance unafahamu misimamo yake kabla hawajaungana na Donald Trump au kwenye awamu ya kwanza ya Donald Trump. JD Vance na Trump walikuwa hawako sehemu moja, waliungana tu mara hii kwenye hili. Sasa Rubio karudia kauli kusema kuwa Marekani imevutwa kwenye vita na Israeli na vita haikuwa yao. Imevutwa na Israeli kwenye vita ambayo haikuwa yao, jambo ambalo Trump amelikanusha mara kadhaa akiongea na waandishi wa habari. Swali hilo aliulizwa waziri wa vita au waziri wa ulinzi zamani akipewa title hiyo, Peter Hegseth, akasema hapana, sisi tumeshiriki kwa sababu tuliona hatari ya Irani. Sasa Marco Rubio ambaye ni waziri wa mambo ya nje, ambaye pia ni mshauri wa masuala ya kiusalama, anasema vingine. Anasema kuwa Israeli ndio kawavuta kwenye vita, kitu ambacho Netanyahu juzi kwenye alivyohojiwa akakataa, akasema kuwa hatujawavuta Marekani kwenye vita, kwa tafsiri ambayo iliyopo ndani ya Marekani, kwa sababu Marekani wengi wanahoji sasa hivi sababu ya wao kuingia kwenye vita moja kwa moja. Sasa kuna hili linaendelea na nimeliona zaidi kwenye kwa wachambuzi wetu wa nyumbani, mrithi wa Khamenei. Nimeona kuna jina ambalo limetolewa, sio official. Nimeona kwa wachambuzi wa hapa nyumbani kuwa Mujtaba Khamenei ndio ameteuliwa kuwa mrithi wa baba yake. Ukweli kuwa hii taarifa hakuna chombo chochote ambacho kimethibitisha, sio Tasnim News wala Mehr News wala hakuna chombo chochote wala IRNA wala hakuna chombo chochote cha Iran mpaka muda huu naongea na wewe. Elewa, muda huu naongea na wewe, hakuna chombo ambacho kimethibitisha kuwa Mujtaba ndio atarithi hiyo nafasi, kwa sababu kuna jopo la watu ambao wataketi, wale maulama maayatullah 88 ambapo walitajwa kuwa jana wangeketi, lakini Israel ilikuwa ikinusa kuangalia watafanyia wapi ili iweze kushusha kombora na kuangamiza wote. Kwa hiyo haijajulikana kwa sababu imekuwa wanazunguka huku na huku. Kwa hiyo ni kama bado this is not official news, kuwa haijatoka kuwa ni kweli imeshatokea, lakini vyombo vya habari vya kwetu tayari vinatuambia kuwa Mujtaba. Nielewe, vyombo vya habari vya kwetu, sio vyombo vya Irani. Irani hawajathibitisha wala hawajatoa wala hawajaweka lolote, isipokuwa inaonekana kuwa maybe kuna nafasi kubwa kwa sababu wanaoteua supreme leader wengi ni wahafidhina. Sasa tathmini yangu kidogo kwenye hili, ikiwa Irani hawa ayatollah wataamua kumchagua Mujtaba, watakuwa wamemrahisishia kazi
nyepesi sana Marekani na Israeli kumaliza kile wanachokimaliza, kwa sababu kwa kawaida ilivyo, na hii ni nadharia ya binadamu. Leo fanya tathmini yako dunia nzima, fanya tathmini dunia nzima, nchi zote, nenda kahoji raia wa kila nchi kuwa kuna raia anavutiwa na utawala walionao. Utapata kuwa 90% ya nchi duniani zitakwambia kuwa watawala wanaowaongoza madarakani hawawavutii tena, yani hawawataki. Hii ni nature ya binadamu, kuwa huchoshwa na kitu, yani ni kawaida binadamu hukinai kitu. Wa Irani wameisha ukinai utawala wa Khamenei, hiyo iko wazi, iko wazi. Wa Irani wamekinai utawala wa Khamenei. Sasa hiyo utawala ni jambo lingine, system ni kitu kingine. Irani ukiondoa tu sera za kibiashara, sera za mambo ya nje na uchumi ambazo zinapangwa na rais, lakini mambo mengi yanatoka kwa supreme leader. Kwa hiyo ile hali wa Irani wanapitia ni agizo ambalo limetoka juu kwa supreme leader. Maana yake kama supreme leader angekuwa anawaza vingine, nchi ingekuwa tofauti. Mara nyingi huwa ninawaambia kitu kimoja, kuwa serikali nyingi za kibabe au zenye misimamo mikali huwa zinaungwa mkono na raia wa nje zaidi kuliko raia wa ndani. Sisi hapa hakuna serikali tunazisifia kama serikali ya Korea Kaskazini, serikali ya kina Ibrahim Traore, serikali ya Putin, serikali ya Irani, vile tulikuwa tukisifia serikali ya kina Maduro na wengine, lakini ukweli kuwa sio raia wako hivyo. Tulikuwa tukisifia serikali ya Bashar al-Assad. Nililizungumza wakati inadondoka serikali ya Bashar al-Assad na kwa nini ilidondoka, kwa nini Wasiria walishangilia. Niliwaambia wakati huo, Wasiria walichoshwa na serikali hiyo. Serikali za namna hizi za kina Putin unazipenda wewe tu ukiwa huko nje, lakini ukiwa ndani huwezi kufanya lolote, kwa sababu huwezi kukosoa. Hata ukihojiwa utasema napenda, kwa sababu upo kwenye mbinyo, lakini kiuhalisia huipendi. Kwa hiyo hiyo haiondoi kile ambacho kinaonekana ndani ya Irani. Kuna vitu ambavyo ndani ya Irani vimeonekana wazi, na hata Khamenei mwenyewe nadhani alianza kuviona, kwa sababu ukiangalia kwenye uchaguzi uliokwisha wa 2024 wa rais, baada ya kuuawa Ibrahim Raisi, Masoud Pezeshkian alishindana na Said Jalili. Said Jalili ni muhafidhina. Said Jalili yeye ni zao la mrengo wa kulia kabisa, lakini Khamenei alishindwa kwenye uchaguzi na Masoud Pezeshkian. Kwa nini wa Irani walimchagua Masoud Pezeshkian mbele ya Jalil ambaye ni muhafidhina? Kwa sababu wa Irani waliona Masoud ambaye ni centrist, ambaye ni wa mrengo wa kati, kuwa yeye huyu anaweza kwenda kupatana na dunia, anaweza kwenda kuzungumza na dunia, tukapunguza pressure ya ndani. Irani inaumia na vikwazo. Usione kuwa wanastahimili na kila kitu, lakini vikwazo vinawaumiza. Hawafanyi lolote, kila wanachokifikiria wanakutana na sanctions za kutosha huko mbele. Kwa hiyo Irani inaona kuwa kuna nchi ndogo zina maendeleo makubwa kuzidi sisi. Akitazama mfano nchi kama jirani zao Uturuki, wakiangalia kama nchi kama Dubai, wakiangalia nchi kama sijui Qatar, wanaona vinchi vidogo raia wake wana maendeleo mazuri ya raia, yani kuwa vipato vikubwa kwa raia, ukilinganisha na Wairani wengi bado ni maskini. Lakini wakienda kuangalia kwenye resource, ni kama kile nilikuwa nikizungumza Venezuela, kuwa Venezuela ikiwa na reserve kubwa kabisa ya mafuta, gesi na kila kitu duniani kuzidi Saudi Arabia, lakini raia wake hawaafodi kununua hata mkate. Unadhani wanafikiria nini? Wanaona kuwa je, ndio tutapita hivi? Tunatamani na sisi. Kwa nini wengine hawana chochote? Halafu wanakuwa wamepiga hatua kubwa kwenda mbele kutuzidi sisi. So Irani ni moja ya nchi yenye reserve kubwa zaidi ya gesi na mafuta. Raia wake licha kuwa wako wengi, lakini wanafahamu kabisa kuwa sisi tumekandamizwa kutoka vikwazo vya nje ambavyo vinatokana na sera zetu za ndani. Kwa hiyo wanatamani kuvuka pale waende zaidi. Ndio maana wakamchagua Masoud mbele ya muhafidhina nani? Said Jalili wakamchagua. Lakini kingine kuwa juzi kwenye maandamano yale, kulikuwa na maandamano ya wafanyabiashara baada ya kuporomoka sarafu na mambo mengine. Kwa nini raia wengi waliingia kwenye maandamano? Kwa sababu awali mamlaka ziliruhusu watu wa express feeling waachie nini wanataka kusema. Watu wengi wakaanza kutoa yale ya rohoni. Ilikuwa ni ishara tosha ya mamlaka kujua kuwa watu wanataka mabadiliko, yani ni lazima kitokee. Sasa walikuja tu kuharibiwa na waandamanaji waliofadhiliwa kutoka nje, waliobeba silaha, wakavuruga, hesabu zote zikavurugika. Lakini kiukweli kuwa wa Irani walikuwa wanaonyesha feelings zao, kuonyesha kuwa wanataka nini. Ndio maana narudi pale kukuambia kuwa
kwa nini Masoud Pezeshkian, na ukienda kutazama Masoud Pezeshkian alishindia wapi? Masoud alishinda katika miji mingi ya pembeni, yaani miji ya mipakani, ukilinganisha na Said Jalili ambaye alishindia katikati zaidi, ambao kwa Wajemi zaidi. Lakini Masoud alishinda miji mingi ya pembeni, kwa sababu miji ya pembeni ndio inahifadhi watu wengi ambao wanakuwa ni wageni kutoka nchi, yani wenye asili za nchi zingine. Lakini wale watu ambao wanahisi kuwa serikali kule Teherani haifanyi vizuri, yani haioni kile ambacho, au imetusahau sisi, ndio maana unaona kwa Masoud alishinda kwa asilimia karibu 54 ya kura zote, ukilinganisha na 40 na kitu alizopata Said Jalili. Lakini ujumbe wa raia wa Irani ulikuwa tu ni kuwa tumechoka na utawala, kwa hiyo tunahitaji mabadiliko. Sasa ninaposema Irani ikiwa itamchagua Mujtaba kurithi nafasi ya baba yake, itakuwa imejichongea kweli kweli, kwa sababu kutokuridhika kutazidi ndani. Leo hii baada ya kuuawa Khamenei, kile kilichotarajiwa na Marekani na washirika wake ndani ya Irani kimekuja tofauti, kwa sababu imeonekana kuwa Irani imeunganika zaidi kuliko kile ambacho walikuwa nakisema kuwa itapasuka zaidi. Lakini kumchagua Mujtaba kutaashiria kupasuka kwa Irani, kwa sababu Marekani na Israeli na washirika wengine hapo hawatohitaji, yani hawatotumia Wakurdi peke yake kuivuruga nchi, isipokuwa hata Waajemi ambao wamekwisha choshwa na mamlaka zilizokuwepo, kwa sababu wanafahamu Mujtaba si katika watu ambao wenye mvuto sana Irani, lakini inabaki tu kuwa Mujtaba ni mtu ambaye yuko karibu zaidi na IRGC. Sasa kama maayatullah watatumia kigezo cha ukaribu, nadhani kwangu mimi, kwa Irani salama endelevu ambayo itaungwa na ibaki na mshikamano wao, Alireza huyu anastahili kubaki, kwa sababu kwanza amekuwa ni mwanachama wa walinzi tangu mwaka 2019, lakini pia ni memba wa jopo la wataalamu toka mwaka 2022. Lakini kumweka huyu kutaweka ishara ya watu kuweka matumaini mapya kuwa huyu ni kiongozi mpya ambaye anakuja na mawazo mapya kabisa, ambayo huenda tukaona nchi nyingine katika sera nyingine. Kumrudisha Mujtaba ambapo tawala yao tayari wa Irani wamekinahi utawala wa Khamenei. Wacha ibaki Khamenei wanamheshimu, alikuwa kiongozi wao, amekufa kishujaa, wamzike kwa furaha na wamwache wamkumbuke kama Khamenei wanavyomkumbuka, lakini hawapaswi kumrudisha Mujtaba wala hawapaswi kumrudisha yule Hassan Khomeini ambaye babake alikuwa ni supreme leader wa kwanza. Hawafai kuwarejesha hao, ni lazima ubadili ili kutoa ile hisia na nadharia ya kuwa hii nchi ni ya ukoo au hii tawala inatembea kwenye watu fulani. Ni lazima uondoe ile mentality, itoke kabisa kuwa hii nchi inatoka kwenye. Lakini kama itatokea hivyo kumchagua Mujtaba kuja kuiongoza Irani, basi hawatakwenda mbali sana. Yani kitachotokea ni kile ambacho mara zote huwa nasema Irani inakiogopa. Irani, mapambano ya mbali na nje si kitu ambacho, ni kitu ambacho wanakiweza, wanakimudu. Kama vita hii hivi na Israel wanaweza kupigana hata miaka 10, kwa sababu wewe huingii hivi tu utapiga, lakini sisi tupo, silaha wanazo nyingi sana, wataendelea na hiyo vita kwa muda mrefu. Hata kama Marekani anadai kaishamaliza kila kitu, lakini kubadili utawala ni kazi nyingine, hilo ni swala jingine. Lakini kwa kumchagua Mujtaba kutarahisisha kazi, kwa sababu kuzuka kwa civil war kutakuwa kwepesi sana. Wairani watahamia kuunga mkono makundi ya wachache ili kubadili utawala rasmi. Sasa wacha tuone, muda utatupa majibu kuwa Irani wanakwenda na Alireza au Irani wanachuni kurudi pale pale kwa Khamenei kumchagua Mujtaba, kitu ambacho kitakuwa ni hatari sana kwa upande wao. Jamani, asanteni. Nilikuwa nataka nigusie story ya Hispania na Marekani na ugomvi wao. Tutaizungumza mara nyingine, kwa sababu naona Ulaya na wenyewe wanaparaganya. Marekani anawashutumu washirika wa Ulaya kwa uoga, anawashutumu Uingereza, anasema tutavunja biashara zote na Hispania. Asanteni.